kukosa kitu cha kufanya. Kuna mtu amefunga biashara yake. Kuna mtu alikuwa anakimbia kabisa. Hata ile pesa kidogo alikuwa amebaki nayo akasema siwezi tembea juu ya muda, wacha nichukue pikipiki. Kwa hivyo ninaomba Mungu tusije tukawa hapa bure. Amen. Tusije tukaja kucheza dini hapa. Ninaomba Mungu tuweze kumuinulia madhabahu iliyo sawa. And I also pray that by the end of these meetings tutakuwa tumemuinulia Mungu madhabahu katika mahali hapa, katika maisha yetu, na hatutabaki jinsi tulivyokuwa. Ombi langu ni kwamba tusiwe tukaondoka hapa jinsi tulivyokuja, kwa sababu tutakuwa tumefanya kazi ya bure. Watu watatuchekelea kule wakisema, wapi huyo Mungu wao? Aliacha kazi zake, si tunatoshana? Na ndiposa tutaomba Mungu tumwambie, watu wasitucheke, watu wasituseme vibaya, watu watuangalie waseme yenyewe tulikosa, na next time hatutawahi kosa tena. Bwana asifiwe. Nataka tuombe. Baba, tunasema ni asante. We give you praise, we give you glory, we give you honor. We bow down before you, Lord. Tunainama mbele zako, tunainua mikono yetu. Tunasema wewe ni Mungu. Tukuka mahali hapa Bwana. Biblia inasema jinsi nyoka wa shaba alivyoinuliwa juu pale jangwani, ndivyo jina lako limeinuliwa juu. Atakayeliitia, atakayelitazama apate kuokoka. Tumekuja hapa, kila mmoja wetu tunahitaji. Kila mmoja wetu tumesukumika mahali. Lakini tunaomba uwe jibu. Tunaomba uwe suluhisho. Tunaomba ili utuinue kutoka katika utukufu huu hadi utukufu mwingine. Tunakuinulia mikono. Macho yetu tunakutazamia Bwana. Tunatamani ili tuweze kujazwa tena. Tunatamani ili uweze kunena nasi. Tunatamani ili tuweze kuinuka tena. Turuvie Bwana. Holy Spirit of God, we welcome you in this place. And I raise up an altar in this place for you. I raise up an altar where we will worship you in spirit and in truth. I raise up an altar in this place where we will bow down before you. And I pray that tonight, oh God, you are going to do that which only you can do. Come and change a destiny. Come and do a miracle, oh God. Come and open up our eyes. Come and open up our hearts. Come and speak to us, oh God. Come and uplift us one more time. Come and revive us. Holy Spirit of God, I welcome you in this place. Speak to us in Jesus' name. Amen. Pigia Bwana makofi. Ninashukuru Mungu sana kwa kuja mahali hapa tena. Sio mara ya kwanza kabisa kusimama katika madhabahu haya, lakini imechukua muda. Lakini kwa kunena ni mara yangu ya kwanza. Kwa hivyo pastor, ninasema ni asante. Mungu akubariki sana na Mungu akutendee. Tunapotembelewa na Mungu atembelee pastor wetu. Amen. Jana nilikuwa nikiongea na watu wengine, watumishi tu, nikawa ninawaambia kwamba mara nyingi tunasahau wachungaji wetu, tunasahau watumishi, na tunawachukulia jambo la kawaida tu. Wakati ule uko na shida, umesukumika, mtoto amekuwa mgonjwa usiku wa manane, mtu wa kwanza unamkumbuka ni mchungaji. Wakati ule umefika mwisho, unatamani mtu akubebe kwa maombi,
unamkumbuka mchungaji. Siku ile unatamani kufanya harusi, vitu vimekuwa mingi, yani kichwa imejaa, ni mchungaji unatamani akupigia kuambie itakuwa sawa, nitakuwa pale, nitakuunganisha. Mchungaji akikwambia hata kuwa unasikia haiwezekani tena, kwa sababu hakuna harusi bila mwenye kushikanisha harusi. Siku ya kifo haiwezi maiti ikateremshwa bila mchungaji, si kweli? Yaani aje tu. Kwa hivyo tunamhitaji kila mahali. Siku ile huna kazi, biashara iendi vizuri, unamkumbuka mchungaji. Mchungaji, nikumbuke kwa maombi. Lakini siku ile Mungu anakukumbuka, anakutendea, haji katika mawazo yako. Bwana asifiwe. Haji tena katika mawazo yako. Ukikuja upate mahali ambapo watu wanamgonga mchungaji, unamgonga vilivyo. Sisemi nyinyi, ninaongea tu. Ukisikia mahali ambapo watu wanamsema mtumishi, unachukua kiti unakaa chini. Wewe ni kama kuongeza kuni. Na ndiposa hatuna baraka. Kuna vitu vidogo ambavyo tunafaa kujua. Hauna baraka, pastor hata kuwa amesikia ya kwamba umemsema, lakini umejifungia baraka na kinywa chako. Hello. So kuna vitu vidogo vidogo tutakuwa tunajifunza tu. Amen. Huenda haiko katika ile mada yenu ama theme, lakini jambo kubwa ni kwamba tutakapomaliza revivals hizi tuwe tumesogea kutoka one step tukaenda step nyingine. Amen. Amen. Hata kama ni kidogo, tusikubali kubaki pale ambapo tulikuwa. Kwa hivyo kwa kinywa chako umejifungia, ni kwa sababu ulishiriki madhabahu ambapo haikuwa inafaa. Ulichangia pahali ambapo walikuwa wanamsulubisha yule aliyekunenea baraka. Na unashangaa kwa nini baraka zako haziji. Ulijifungia kwa mdomo wako mwenyewe. Na nilijua siri moja, na nikalani siri moja. So long as ni mtumishi wa Mungu, hata kama unajua siri zake, hata kama unajua ulemavu wake, funga mdomo. Funga kabisa, funga mdomo. Hata kama watu wa kwenu ni wale, unajua kuna watu naturally ni wadaku. Waza sana sana kwenye huko tunatoka, mimi si nyinyi. Yaani udaku. Learn to close your mouth. Kama si lazima useme mema, funga mdomo. Kwa sababu the Bible says the kingdom of God suffers violence and the violent shall take it by force. If you know kama kuna njia moja ya kunyakua baraka, kuna mahali pa kufunga mdomo, kuna mahali pa kufungua mdomo. Bwana asifiwe. And so nilipokuwa naomba tu hapa tu nikakumbuka ile mada niliambiwa, for the year is breaking barriers. Is it? Boundaries. Barriers. The same thing, limitations. Nini tena? Muna break nini? Barriers. Kwa Kiswahili nasema barricades. Yes. Kwa Kiswahili ni kuvuka ama ni kuondoa. Swahili si mdomo changu. Mnisaidie jamani. Tunaondoa ama tunavuka ama tunafanya nini? Tuna break. Inaeleweka eh? Tunavunja barriers. Thank you. Kuna Waswahili hapa. Tunavunja vizuizi ili tuelekee mahali. Of late
ombi langu moja, nimekuwa nikiambia Mungu, nimechoka pahali pamoja ambapo nimekaa. I am tired. There's a level nimekaa, nimechoka. Natamani na mimi nivuke niende level nyingine. You know, maisha inaweza ikakusukuma uwe asubuhi unaamka, unafanya yale ambayo unafanya, unafika mahali hauna tena msukumo. Hakuna raha katika maisha. Yaani unaishi tu. Na niposa watu wengi kwa saa hii wako given into depression. Unatembea vizuri, umevaa vizuri. Jinsi nilivyovaa, siringi by the way, tuko chache. So usianze kusema mhubiri anatuambia nijivaa vizuri. Chukulia vizuri tu. Sawa? Na hata nisipojiambia, saa zingine unajichocha. Jitie moyo. Nisipojiambia na wewe utaniambia. Na usiku ndio huo unaingia. Nani atanitia moyo? Unajitia moyo. Ndiposa tumekuja katika revival. Sasa ninasema kuna mahali ama wakati ukiona mtu amejivaa vizuri, lakini akirudi katika bedroom yake anajifungia, analia. Akiangalia huku na huku kuna vizuizi chungu mzima. Na wacha nikwambie, inaweza sema ya kwamba your theme for the year is breaking barriers. Na uiseme from January to December na hakuna barrier umebreak. Hiyo itakuwa tu theme. Na kitu kingine nilifika nikasema ni kwamba Mungu, niondolee udini ndani yangu, kwa sababu udini ndio inafanya mtu anazoea. Unafika mahali umezoea uko tu. Nikasema natamani sana maisha yangu yawe yasiwe ya kawaida. Hata kama nitakuwa ninaishi na watu wa kawaida, mimi nisiwe wa kawaida, kwa sababu mimi sio wa kawaida. Ninakataa ukawaida. Na kama kuna vizuizi ambavyo wazazi wangu viliwazuia wakakaa level moja, mimi ninakataa. Hiyo level nitavuka. Praise the Lord. Amen. Breaking barriers. And the theme for the revival, niliambiwa from the book of Psalm, chapter 42 verse 1 and 2. As a deer pants for waters, so my soul pants for you. Moyo wangu una shauku, moyo wangu unakutamani. Na ninaomba Mungu ya kwamba by the end of these days tutakuwa tumepenya mahali, tunaweza tukatoa ushuhuda na kwamba moyo wangu nahisi imetulia, kwa sababu Mungu amekutana na mimi. Bwana asifiwe. Biblia inasema popote Mungu alienda, Yesu alipokuwa huku, popote alienda alitenda mema. Ninaomba ya kwamba katika hii siku ya leo, jioni ya leo, katika kanisa hii ya PAG, Yesu atutembelee ili mimi anitendee. Kwa sababu hata mimi ninaponena, nina vitu vyangu ambavyo ninaomba Mungu anitendee. Bwana asifiwe. The Bible says in the book of Isaiah chapter 61, that the Spirit of the Lord is upon me. He has anointed me. Roho wa Bwana ujuu yangu, amenipaka mafuta kwa muda huu ili nikunenee. Amenipaka na akanituma ili usije ukabaki jinsi ulivyokuwa. Ni kwa sababu Roho wa Mungu yuko hapa. Sina cha kukupatia, sina kile ambacho ninaweza nikakupea, lakini ninaye Yesu ambaye ana suluhisho yote. Kuna wengine wetu katika familia zetu, Shetani alichora red line, barrier. Aliweka barrier, akaweka barricade, akaweka limitation
Yani kuna red line, and I want to speak to you individually. Ninaponena na wewe sineni na yule hayuko, na nena na wewe yule aliye hapa. Shetani amekuchorea katika familia yenu ya kwamba hapa hakuna mtu anapita, na kweli ukiangalia hakuna mtu amewahi pita hiyo. Hata kama ni kikazi, apate kazi nzuri aje, wanainuka wakirudi. Ni kwa sababu kuna red line. Na ndio nimekuja. By the end of this meetings, Mungu atakuwa ameondoa kila vizuizi katika jina la Yesu Kristo. Every red line. There are families where the enemy has put a red line katika ndoa za watu. Na ndiposa inajulikana usije ukaoa katika ile familia wasichana wakae kwa boma. Naongea na mtu ama naongea peke yangu? Yes. Kuna kizuizi kimewekwa na huijui, hauelewi vile utakavyoondoka, kwa sababu wewe pia ulijikuta pale. Inamaanisha kuna vizuizi ambavyo vinaweza kuwa pale, sio kwa sababu yako, sio wewe umepibeba. Ulikuja ukajikuta pale, na kwa sababu umezaliwa pale, unakuja, then you become like everybody else. I refuse to be like everybody else. Amen. Amen. I refuse in the name of Jesus. Amen. Sitakufa ile kifo nyanya yangu alikufa. Yes. Ati katika familia nyingine ni magonjwa. Anti yako alikufa na blood pressure. Kwa saa hii ninaponena unaogopa kwa sababu hiyo pressure inakupanda, inakujanga, na ikikuja unawaza yule anti alikufa, yule kazini wako mwingine alikufa. Ni kwa sababu gani? Kuna kizuizi. The enemy has put a red line. Every red line must give in to the word of God. Amen. The Bible says in the book of Isaiah chapter 54 verse 17 that no weapon formed against you shall prosper, and every time kila ulimi ambayo itakuja kinyume na wewe. Have you read it? Praise the Lord. Amen. Every time rising in judgment against you, thou shalt condemn. Uko na nguvu ya kukataa. Uko na nguvu ya kukondea. Uko na nguvu ya kusema hapana. Na ndiposa nilianza kukuambia, ukipata mahali wanaongea juu ya, hata kama ni mtumishi wa Mungu mjui, sio wachacheni, wacha nikutahadharishe, chunga, funga mdomo. Unanisikia? Fanya nini? Kneel by mouth. Okay? Kwa sababu kuna nguvu katika kinywa chetu. Ndio unasikia kila ulimi ambayo itakuja kinyume na wewe. Huyu ni mtumishi. Unaponena wewe mwenyewe unaenda already kinyume na yeye. And we know what the Bible says in the book of Isaiah chapter 54 verse 17. Praise the Lord. Amen. So there are foundations ambazo shetani aliweka katika maisha yako, katika kanisa lako, hata maisha yako ya kiroho. Tuko na mababu zetu wa kiroho. Kuna vile vitu ambavyo viliwashinda. Na ukiangalia vizuri, ukifuata laini ya mtu, unapata DNA yake. Sijui DNA inaitwaje kwa Kiswahili, lakini unapata hiyo chembe cha damu inafanana. Yaani tabia zinafanana. Na ndiposa unapata vile vitu ambavyo vilimzuia baba yako ya kiroho vinakuja vinakusimamia, vinakwambia tuko na foundation hapa. Praise the Lord. Amen. So we have different types of barriers that there could be. I just wanted to talk about that for today. Then tomorrow we can move on to something else. But I just thought, like, let's
talk about this. Kwa sababu kuna vitu ambavyo ndivyo unaona ukienda sehemu fulani watu wana behave the same. In an area kuna mapepo utawala, na hayo mapepo huwekea watu vizuizi. We call them principalities and powers. Are you there? Yes. That is why when you go to the coastal region, there is a principality ya usherati na kutembea uchi. Kila place iko na principality yake. Let me come near a home. In every home there is a principality. Ndiposa unajikuta katika hiyo boma, and if you are a lady it's even worse, because ulitoka kwenu kuna ngome, unaoleka kwingine unapata ngome zingine zinakutana mbili kubwa. And that is why it's not time to play church. This is not the time to play church. It is about time that we made a decision ya kwamba sitakuwa kama mtu yeyote yule. I want to make a personal decision to be different. Kuna vitu hautavivunja kwa kukuja kanisani on a Sunday morning na kurudi na kungojea Jumapili. Hapana, you have to make a choice. Na ninaposema hivi, katika jamii yako sijui kuna vizuizi. Bwana asifiwe. Na hivi vizuizi vinakujaje? Lazima vitengenezewe madhabahu. Bwana asifiwe. Amen. Hello? Hello. And that is why when we come to church, basically, I would say bila uoga kwamba the most important part ni hapa. Hii ndio madhabahu ya hapa, si ndio? Yes. Okay? This is our altar. This is the place when I call an altar. Nikikuita nije, uje nikuombe, utakuja hapa. Ukikuja peke yako kuja kuomba, utapiga hapa magoti chini, kwa sababu hii ni madhabahu. Bwana asifiwe. Amen. Katika boma lako, katika maisha yako, katika kijiji chenu pia kunayo madhabahu. Madhabahu yanaweza kuwa kizuizi ama iwe chanzo cha kuinuka kwako, depending ni madhabahu aina gani. Praise the Lord. Amen. David says, natamani sana, nina shauku na wewe nije katika nyumba yako, nikuabudu, nikuombe. Moyo wangu unatamani nije katika madhabahu yako. Inamaanisha ili uweze kumwabudu Bwana, kuna vitu lazima uweke sawa. Lazima number 1, umuinulie Mungu madhabahu katika maisha yako. Bwana asifiwe. Amen. Na tumesema pia kuna vizuizi vya madhabahu, na ndiposa ninaomba by the end of these meetings tuweze kuvunja madhabahu zote ambavyo ni vizuizi katika maisha yetu. Amen. Amen. There could be altars that are speaking against your ministry. Mungu amekuita katika utumishi. Kuna kitu ambacho Mungu ameweka ndani yako. Lakini kila mahali, kila saa unapoinuka kutumika, madhabahu yale pia yanainuka na huwezi. Because for you to go, there are altars that you have to bring down and there are altars that you have to raise. Are you there? Yes. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Biblia inasema katika Zaburi 11:3, Psalm 11:3, when the foundations are shaken, what shall the righteous do?
And the world that we are in tonight, you know where we are tonight, the foundations are already shaken. It will take the righteous to run to the foundation, who is Jesus Christ. The Bible says, no any other foundation shall any man lay other than the one that was laid in Christ. We have a foundation that cannot be shaken. Don't be intimidated. Usije ukanyanyasika na yale madhabahu ya kwenu, kwa sababu Yesu Kristo alishafanyika dhabihu iliyo sawa. Biblia inasema utaujua ukweli na ukweli utakuweka huru. How I pray that the truth of the word of God may penetrate your hearts tonight, that you may go free. Kwa sababu umefungiwa miaka mingi. No wonder unaanzisha biashara haiwezi endelea. Unalia, unaweka pesa zako mingi pale, haiwezi, unashindwa ni nini inafanyika. Hata unaenda masomoni, unasomea hicho kitu, unafanya, unarudi, haiendelei. Kuna kizuizi, kuna red line. Mapepo za mababu zetu ama za kwenu ama za area hiyo yaliweka, wakasema hapa upiti. And so sisi kama watoto wa Mungu, we need to be keen in the spirit to realize ya kwamba hii si ya kawaida, kwa sababu sehemu yangu si hapa tu. Si hapa tu. Mimi sikulelewa ili nilewelewe niishi kwa shida. Hapana. Kwa sababu kuna ushindi kwa Mungu. Usipoujua ukweli, utakuja, ndio nilikwambia unaweza ongea juu ya vizuizi, barricades, limitations from January to December na iishe. Vingine iingie, wewe bado tu umefungika bado. You shall know the truth, and the truth shall set you free. Praise the Lord. Amen. So you need to understand certain issues and certain things in your life. Angalia vizuri. Angalia katika maisha yako. Angalia katika biashara zako. Then you make a choice. I'm just doing an introduction to that tonight. Make a choice. Ya kwamba yenyewe kusema ukweli. Kuna vitu hatusemangi, lakini kwa roho yako huwezi ukajidanganya. Unajua kweli kuna kizuizi mahali. No wonder some of us here, huwezi enda nyumbani. Si hapa, kule. Hauwezi. Kwa nini? Kuna kizuizi. Kila mara unapofikiria jambo nzuri, unaamka kama imeshayeyuka katika akili yako. Imeenda. Unapofikiria jambo nzuri, hauwezi ukaitekeleza, unashindwa ni nini? Nilipojua ukweli huo, nilisema nitang'ang'ana ili niweze kumuinulia Mungu madhabahu iliyo sawa. Hallelujah. Ili niweze kusimama nimuinulie Mungu dhabihu. And by the end of the day, tutamuinulia Mungu madhabahu. Na katika yale madhabahu, tutatoa dhabihu iliyo sawa. Bwana asifiwe. Amen. Kwangu ni karibu. Nikikuja niongee mambo ya dhabihu hapa, sihitaji hela yako. Naweza nikatembea kwa mguu nikafika. Lakini ukweli huo ukiujua, itakusaidia, kwa sababu mimi mwenyewe ilinibadilisha, ikanisaidia. Kuna vitu vidogo vidogo ambavyo tunafaa kujua kama watoto wa Mungu. Tuchoke na kukuja kanisani Jumapili, tuchoke na kukua watu wa dini. Kwamba unajua mimi ni wa PhD, nilizaliwa pale, hata wazazi wangu, so what? Kizuizi hicho hakijui ya kwamba ulilelewa
tu damu ya Yesu Kristo. Bwana asifiwe. So tutakapokuwa tunaongea, tunaendelea, tutaongea pia juu ya madhabahu, kwa sababu madhabahu imefunga watu wengi. Bwana asifiwe. And let me say, madhabahu, it is not a place of decoration. It is a place of sacrifice. Praise the Lord. Amen. Madhabahu ni pahali pa kuabudu. Unanipata? Yes. Na kuabudu inaweza kuwa kuabudu Mungu ama miungu. Katika maisha yako kuna madhabahu yanayonena. Ujue, usijue. Upende, usipende. No wonder madhabahu hayo yakianza kunena, hauna amani. Hiyo itakuonyesha ni madhabahu gani yako na yananena. Usipojua ukweli, then you face the altars and speak to them face to face. Utashinda unazunguka katika mlima ule for 40 years. Hello. Praise the Lord. Amen. But we are not a people that are going to be stagnated. The spirit of stagnation is going to be broken by the end of these meetings in the name of Jesus. Kwa sababu Mungu anatupea mabawa ya kupaa kutoka hapa. Biblia inasema the gospel of peace is foolishness to them that are perishing. It may not make sense what I'm talking to you, but I'm telling you this, there is an altar that is speaking in your life, whether you like it or not. There is an altar in your family, whether you are aware or you are not aware. Okay? Some of us were born in families where people are born again. That is okay. They raised an altar for God. But so far, upon that altar, the fire died off. You need to rebuild that altar. Rebuild. Okay? Yes. Kujenga tena. Kuna wengine wetu hatukubahatika kuzaliwa katika familia ambazo wanamjua Mungu. But I thank God, kwa sababu Biblia inasema you are a royal priesthood. You are a holy nation. You are a chosen generation. A priest offers sacrifices. Praise the Lord. And you cannot offer a sacrifice without an altar. So Mungu amekuchagua wewe. Yesu anaongea na Petro, anamwambia Peter, you are the rock. Upon this rock, I am building my church. Najenga kanisa langu na milango ya kuzimu. Hey, do you read your Bibles? You are Peter in that family. If you come from a family where people are not born again, from tonight, you are the Peter. I was born in one, but my eyes got opened as a teenage young girl. I got born again as a young girl. And I used to cry to God. Nilikuwa namlilia Mungu, Mungu okoa wazazi wangu. Mungu okoa jamii. And tonight I have a testimony that God can change and transform a family. Nimeona pale ambapo watu walikuwa wamekufa, Mungu akibadilisha boma hizo zinaitwa kwa kina daktari. Mungu anabadilisha hatima. God is able to change destinies. Sio wewe ati ulizaliwa na bahati mbaya ukufie hicho. The choice is yours. Bwana asifiwe. So as we continue, I was saying this. If you are not born in a family where people know the Lord,
then who knows why you are listening to me at such a time as this. God wants to raise you as a priest in that family. And you will change. I mean, you are looking at it and it looks impossible. With God, the Bible says in the book of Luke chapter 1 verses 37, nothing shall be impossible. Hakuna kisichowezekana. Acha kujidharau. Bwana sifiwe. Amen. Kwamba unajua kwetu watu hupata kazi nzuri, hizo kazi zinapotea. Hiyo inaisha kwa sababu tutavunja madhabahu yasiyo sawa na tumuinulie Mungu madhabahu iliyo sawa. Biblia inasema ya kwamba Mungu aliinua madhabahu yeye mwenyewe kwa mkono wake na akamtoa mtoto wake Yesu kumwaga damu kama dhabihu, na hiyo damu ya Yesu inanena mema kuliko damu ya waukoo wenu. Bwana asifiwe. Kama kuna wachawi wa kwetu, wa kwenu, wakataka, hawawezi wakatuweza. That is why you can stand with confidence. Nilikuwa nakwambia kuna wengine waendi nyumbani hapa na huelewi kwa nini. Hata anapotaka kwenda hajisikii. Yaani roho ilitoka. Kuna madhabahu yaliamua ya kwamba hutawahi ona mema. Hutawahi rudi kuona wazazi wako. Wazazi wako wanalia. Wanakupenda lakini hawakuoni. Bwana asifiwe. Yaani kuna madhabahu yanainuka. Ukishika mimba huwezi ukazaa. Wanasema hii tunakula na wewe. The Bible says that the blood of Jesus speaks better things than the blood of Abel. Some of us here, maybe when you were young, as a teenage girl, you did an abortion. Or your girlfriend, if you're a man, did an abortion. Na madhabahu yakainuka pale. You have never faced that altar to bring it down. Na inanena katika maisha yako. Na inakuletea laana na hujui. No wonder saa zingine ukilala unasikia wanalia. Mimi ninajua ama kansa. Watoto ambao waliavya wakiwa bado hawajazaliwa hata miezi miwili haijafika, wanalia kwa masikio ya mama yao. Mmewahi sikia? Huku watu ni walokole hawajui hayo. Ni kwa sababu gani? Madhabahu katika maisha yako, madhabahu inayonena inaweza kuwa kizuizi. Praise the Lord. Amen. Madhabahu inayonena, yani iliamuliwa ya kwamba katika boma hii hakuna msichana ataoleka na aishi kwa bwanake na kufia huko. Na ukitaka kujua ni madhabahu ilitendeka kwa sistako, ilitendeka kwa kazi yako mwingine, ikatendeka kwa sistako mwingine, imetendeka kwa yule mwingine, anti yako mwingine pia alifika hata akakufa, hana mahali pa kuzikwa. And that altar is rearing its ugly head in your house. Na unaiona na una namna. That is why we are in this meeting. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Unaiona na hauna namna. Unaona ikikuja, una uchungu kwa sababu unaogopa, unatamani ili ukae katika nyumba yako. Lakini madhabahu yakianza kuinuka, unajikuta umetoka. Unauliza umetoka? Amekupiga? Hapana. Anakunyima chakula? Hapana. Sababu gani? Hata sielewi. Madhabahu inaweza ikawa kizuizi. Walisema wenu, acha nikuchekeshe. Na mengine yalisema wenu hata gari hii ya miguu miwili ni minne haitawahi ingia. Na hata wakati ule mtu amekufa,
mahali na kwama haiwezi ingia. Nyinyi amuelewi, nyinyi mnasemanga amekataa kuingia kwao. Kuna madhabahu pengine yalisemekana hii boma gari haitawahi ingia na hata haya maiti haiingii. Umewahi sikia vitu hizi? Haiingii. Bado unaweza ukasimama ukasema ninaujua ukweli. Every red line ambayo shetani amechora katika maisha yangu na jamii yangu huenda ni ngumu, lakini nitapambana naye kwa sababu tuko katika vita. Mimi nilipojua hivyo nilijua tuko katika vita, na vita vyetu si dhidi ya damu na nyama. Vita vyetu si dhidi ya yule unayemjua ni mchawi kwenu. Vita sio dhidi ya huyo. The Bible says we wrestle not against flesh and blood, but against principalities. There is a principality. An altar is a principality. Yaani kuna madhabahu yamekaa pale na yamekolea na yametulia. Ukitaka kujua, inuka sasa. Unataka kufanya kile ambacho watu wenu hawajawahi fanya, ndio utaona wakikodoa macho. Am I speaking to somebody? Yes. Bwana asifiwe. Lakini hatutakufa. Kuna madhabahu, kuna mengine kizuizi ni kifo. Every family has a principality. Kuna mengine ni kifo. Watu wanakufa wakiwa bado wachanga. Tunaweza sema hatutakufa, tutaishi ili tuyasimulie matendo ya Bwana. Paul says, be confident of this, to see the goodness of the Lord in the land of the living. Sitakufa. Unaweza inuka na ukasema, ninaongea vitu ambavyo ninavijua. I had to speak to the spirit of death myself. Watu walikufa kwetu mpaka watu wanacheka. Kumbe watu wanaweza kufa mpaka watu wa mbali wanawachekelea. I know how painful it is. I know how embarrassing it is. Kwa sababu I was too loud about the Lord. Then losing people every time. I lose my mom. After 1 year I lose my dad. After 1 year I lose my elder brother. After 1 year I lose another brother. And you know, tumeokoka. Watu wanasema, kumbe wenye wameokoka pia wanakufa tu. Aibu. Watu wanauliza Mungu wao yuko wapi? Na ndiposa nilianza nikisema, kile ambacho kinafanya watu wanauliza Mungu wetu yuko wapi? Mungu tuondolee ile tuinuke waone Mungu wetu. Nilirudi nikajifungia kwa room, and I had to speak to the spirit of death. Death is a spirit. Tulikuwa it's like mkikutana kwa matanga, you are not sure who next. I'll give that testimony another time. But what pushed me, I have a younger sister. Alikuwa mgonjwa sana when I now lost my brother. Unaona yule ambaye anakaa ni kama tegemeo la jamii. Mna watu wangu. Yule nimesomea through his hands. Watoto wetu wamepitia pale. Pahali ambapo tungekusanyika tunasema ndugu wetu mkubwa anafanya kazi kubwa. Huyo akafa. Then I had a younger sister. She was sick. Sicker than my brother who died. Kwa matanga nikasikia akilia. I come from a place where people cry well. Okay? We know how to cry. We cry. So, and I heard my sister crying and saying, and we also cry speaking, and we speak things from our hearts when we are crying. We can even speak about the witch who bewitched the dead. So my sister was saying, Mungu, si ungenichukua mimi hata sisaidii mtu kwa hii familia. Mbona ukachukua ndugu yetu mwenye alikuwa anatusaidia? I had her. And immediately after the burial, I went back to my house. Nikajifungia ndani ya nyumba. Nikiongea na roho ya kifo. Kwa sababu nilichosikia
ilikuwa inajirudia kwa mawazo yangu. Nimeokoka nini? Nikasema hii ni roho ya kifo kinaitana tena. Right now it's 15 good years. 15 years. I will say we shall not die. We shall live to declare the goodness of the Lord in the land of the living. Hatutakufa tukiwa wachanga. Hakuna mtu atakufa tena katika jamii yangu. Do you know that you can make a change? Unakaa mdogo but unaweza ukabadilisha hali ya hewa katika hiyo jamii. Kuna familia ziliandikiwa ufukara, poverty. Did you know poverty is a spirit? Yaani ufukara inasema ni umaskini. Roho ya umaskini. Ya kwamba hutawahi kuwa na chochote. No wonder ukipata pesa hujui penye inaenda. Wengine ni ulevi, chakari. Yaani kuna madhabahu za ulevi. Hata wanapokutana nyumbani wanakutania juu ya lazima kuwe na kitu ya kukunywa. Sawa? Na wanapoanza wanamwaga chini wakinena na mdomo yao. Hiyo ni ya mababu zetu. Naongea vitu hamjui. Lazima ufike mahali uangalie vizuizi hivi, kizuizi kiki. Mimi sitakufa kile kifo ambacho wazazi wangu walikufa. Enough is enough. Hata kama kila mtu alikuwa ameandikiwa ufukara na umaskini, roho ya umaskini ni mbaya. Unaweza kuwa unapata hata mshahara mkubwa lakini uko na ile spirit ya umaskini. Ukai spirit ya ufukara na umaskini inaweza ikakufanya umevaa nguo nzuri smart lakini haifanani. Unakaa kama umeokota tu, ufanani. Yaani anakaa kuparara na wale watu wanasema ni yeye. Mbona hakai? Bwana asifiwe. Lakini tunayavunja katika jina la Yesu Kristo. Tutasimama tukisema kile ambacho kilishinda watu wetu hakitanishinda. Roho ya umaskini kama iliinuliwa yale madhabahu na mababu zetu haitanena juu ya maisha yangu na jamii yangu katika jina la Yesu Kristo. Zile roho za divorce and separation sio huko. Mimi najua kuna boma ambazo ukiangalia unaona kizuizi hapa ni kwamba hakutawahi tokea jamii iliyo sawa. Hata ungangane aje ukae, hayo madhabahu yakiinuka unabaki huna bibi. Am I speaking to somebody? Yes. Unajikuta huna, ni mtumishi kama mimi lakini huna bwana. No wonder kwa saa hii madhabahu imechafuka kwa sababu ya miroho na mipaka na vizuizi ambavyo viliwekwa makwetu. Bwana asifiwe. Hatutakubali. And it's a personal choice. Pengine ukiniangalia uone kitu kizuri. Kile ambacho unaona kidogo ni Mungu. Mimi singeweza kusimama mbele za watu. Sikuwa na chochote kizuri ndani yangu. Na kwa saa hii kama si Mungu pengine singekuwa hai. Wenzangu tulikuwa nao shuleni wengine walishakufa, wakazikwa na walikufa na magonjwa mbalimbali. Lakini Mungu akanionea huruma. Mungu wa huruma atakuonea huruma pia. Bwana asifiwe. Nilikwambia wanakutana nyumbani. Kuna maboma wakikutana wanakunywa pombe na hata kabla hawajakunywa na wanacheka hata wanamwaga chini wakisema hiyo ni ya. And you think it's a joke. You think it's a joke.
ikiendelea vizuri. Ngoja watoto wako wakuwe wakubwa kidogo, kwa sababu madhabahu sio rika yako. Usipoyang'oa zitainuka juu ya watoto wako. Hapo ndio utajua. Kuna mahali kama wewe ni mama, kama nimeangalia watoto wako, useme nilipokuwa nimelala shetani amekuja akanibadilishia. Nakataa. Hii tabia si ya mtoto wangu, nakataa. Hii si ya mtoto wangu, nakataa. Kuna wamama wengine wawili katika Biblia. Biblia inasema wote walizaa the same time. Mmoja akalalia mtoto wake akafa. Akaenda polepole akachukua mtoto wa mwenzake akamwekea yule aliyekufa. Kuna wengine wetu hapa, ndoa yako ilibadilishwa na hujui, umeendelea kulala. Watoto wako wamebadilishwa, huna habari. Wameanza kuchange. Grades zinaanza kuwa chini kwa sababu madhabahu zinainuka. Mtoto alikuwa mzuri akiwa mdogo, alikuwa namba 1 na ulikuwa unafurahia hata kwenda kumchukua mkifunga. Siku hizi hutaki kukaribia na umenyamaza tu, na wewe ni mtoto wa Mungu. The Bible says you shall know the truth and the truth shall set you free. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. So tutakapokuwa tunaendelea, nitaomba tuwe sawa kabisa. Leo ilikuwa introduction, tuwe watu wa huru kabisa. Na tukuje kwa Mungu ni kama unataka, sio kwangu. Unataka kutoka kwa Mungu. Huenda language yako haikufikii poa kwa sababu Kiswahili ni ngumu. Lakini ninaomba Mungu aweze kunena na roho yako. Kuna mahali ambapo Mungu peke yake ndiye anaweza akafika katika maisha. Daudi anasema nina shauku ni kitu kuu. Haiwezi ikatekelezwa hata na maji tu. Bwana asifiwe. Amen. Because madhabahu ni kama table ya chakula, it's a dining table. Wengine wetu tunakula katika madhabahu isiyo ya sawa. Kwa hivyo tutayang'oa katika hizi siku ambazo zimebaki, ni 2 ama 3. Tunaamini Mungu, kile ambacho kinainuka kinyume na kazi zetu. Wengine wetu ni watu waliokufa, wamejinyonga. Na kidogo kidogo unahisi, unasikia mtoto wako akisema mimi nataka kujinyonga. Unafikiri ni ya kawaida. Ni madhabahu yana inuka. Bwana asifiwe. Sio kawaida, usichukulie kawaida vitu vingine. Laana sio vya kawaida. Kwa sababu Biblia inasema Yesu alifanyika kuwa laana ili tuwe huru. Hufai kuwa tena kuishi katika laana za manyumba zenu. Unafaa kusimama, leta tofauti, kuwa tofauti, chagua kuwa tofauti. Hata kama watu hawataiona, kidogo kidogo wataanza kuona yenyewe yeye, lakini anakaa tofauti. Ukweli? Anasema huyu pia ni wa mtoto wa so and so, lakini yeye ni tofauti kidogo. Tofauti hiyo ndio tunaombea. Tofauti hiyo ndio tunataka. Kama walikufa, hawatakufa tena tangia leo. Kwa sababu gani? Tofauti. Bwana asifiwe. Nataka tuombe. Kesho njoo na rafiki yako, njoo na mtu mwingine, kwa sababu sio kawaida. Hata kama tutadeviate kidogo, sio kawaida. Tutakachoongea hapa pengine hautaikuta mahali pengine tena. Pengine ndicho umekuwa ukingojea ili uende katika level nyingine.
usikie ili upate kufunguliwa. Hufai kuishi tena katika laana. Watoto wako hawafai kuishi tena katika laana. Bwana asifiwe. Amen. Kizazi chako hakifai kuwa chini ya laana tena, kwa sababu utaujua ukweli na ukweli utakuweka huru. So tunaamini Mungu tutaangalia jinsi ya kung'oa haya madhabahu kutoka kwa Biblia ili tuviondoe hivi vizuizi, ili kama Daudi, kwa sababu our theme is that as a deer pants for the waters, my heart pants for you. Kuna mahali hautafika ili uweze kumwabudu Mungu, ni kwa sababu umewekewa vizuizi huku nyuma. Sawa? Unanisikia? Yes. So lazima uvuke ili tuweze kumwabudu Mungu. Tutamuinulia Bwana madhabahu iliyo sawa. David says, a humble and a contrite spirit the Lord will not despise. Unaweza kuwa ukasema mimi nimeokoka, siko tena chini ya madhabahu. Uko chini ya madhabahu, na ndiposa Mungu mwenyewe akatuma mwana wake ili ainue madhabahu. Yesu akaja akakufa katika madhabahu, sio iliyoinuliwa na mwanadamu, iliyoinuliwa na Mungu mwenyewe. Biblia inasema an altar that was raised by God himself. Before Elijah calls for fire from heaven, he repaired the altar. Kuna wengine wetu madhabahu yaliharibika kabisa kabisa. The devil is having a field day in our lives, in our families. There is no altar at all. Wengine wetu ni juu ya uchawi. Mtu alienda akakuroga na alienda na ng'ombe kubwa. Mnajua uchawi ipo? Cheza. Alienda na ng'ombe. Wewe hapa unakuja na mabaki ya 50 bob kumtolea Bwana sadaka, na ulirogwa na ng'ombe kubwa. Utangoja sana. Jua ukweli. Sijui kama it's making sense. Yes. Ule mtu alitoa ng'ombe akateketeza katika madhabahu pale. So wewe unataka kuikujia tu na maombi ya 5 minutes you're done. Itabidi uombe. Itabidi uende kwa magoti. Itabidi usacrifice. Itabidi ulie. Itabidi utoe machozi. Itabidi umlilie Bwana. Kama ni kuinua madhabahu juu ya watoto wako, itabidi ufanye hivi. I'm speaking about things that I've done myself. Kuna wakati nikaangalia watoto wangu nikasema hapana. My kids were very bright. What is happening? Nikakumbuka kuna vyenye saa zile watu wamelala, kuna mtu mkuja kubadilisha. Kuna mama mwingine amebeba wake amekufa, anatamani ulale akubadilishie. Na anabadilisha na uko hapo ujui. Mama amka. Nikaangalia nikasema hapana, Mungu wangu hapana. Ukitaka kuchokoza mama, chokoza watoto. Kasema hawa nitaendea kwa magoti. Nitalia. Nitaomba. Tukafunga safari. Kaambia nataka niwapeleke mahali mimi uenda. Unajua kuna kila mtu ana mahali yeye uenda. Mimi sijui wewe uenda wapi, but mimi kuna mahali mimi uenda. Na ilikuwa towards end, nikamwambia this time round nataka kuwapeleka mahali. So nikaanza kuwa prepare, lakini huko hakuna chakula sana. You know, we went to Katoloni for 3 days. My kids have never prayed, I'll be lying. But they were there. The grace held them. And I went with them to the altar. Nikaambia Mungu, madhabahu ambayo nimemtoa nikiinua ndio hawa nimewaleta leo. I gave each one of them an envelope. Kwambia hii ni sadaka yenu. Andika kile ambacho unataka Mungu akutendee. Weka ndani ya hii envelope. Haikuwa na pesa mingi, usifikirie ati nilichukua pesa mingi.
nitakuwa na wadanganya, na sio 310. I'm speaking the truth. Sio kuwapumbaza ati toa 310, toa hapana. Nikawaambia hii ni agano. Kaambia si mnaonanga nikiondoka saa zingine, ninaendanga nikirudi. Ni hapa mimi kuja. Sasa ile fees imenilemea sana. Mimi kuja hapa na nikitoka ninakuanga naye. Wananiangalia mama. Ambia ni ukweli. Why? Because I had to go to God. Nikamwambia leo nimekuja nao. Tengeneza wewe mwenyewe. Bwana asifiwe. Amen. Kuna ushuhuda ukianza kutoa inakaa maringo. Acha tulinge Mungu. Nilipotoka pale kila mmoja alitoa yake. Yule ambaye alikuwa amerudi chini kabisa alifanya mtihani. Hao wenye wamerudia form 1. Sasa hapo form 1 ile ya kurudia akaitwa hapa the Kenya High School. It's one of the top schools. To me I cried tears. Am I speaking to somebody? Yes. Na haikuwa kwa sababu ati sasa amebadilika akakuwa mwerevu, hapana. Mungu alitenda. Na nikawatoa nikawaambia, mnakumbuka tulienda pale tukaweka kwa envelope. Tunarudi. Mami, wacheni turudi watoto wao. Kwa sababu kwa mlima wa Bwana kuna kupeana. Ndio nakwambia kuna madhabahu mengine hautatoa kukula, kunywa na kulala. Tuamke. So we are believing God. Tutakuwa tunaongea. Mungu ataachilia roho wake akutufungua. Kuwa huru. Usiogope mtu yeyote kwa sababu mtu hajui ile red line imewekwa kwenu. Ni wewe unaijua. Ukifika mwisho, ukiingia kwako kwa bedroom kulia ni wewe unajua. Juu ukitoka unatokanga ushajua. Si umejipanguza? Nani anajua ulikuwa unalia? Ni wewe unajua. Naomba Mungu aachilie neema yake ya kuhudumia kila roho katika jina la Yesu Kristo. Inua mikono yako mwambie Bwana, katika siku hizi zilizobaki naomba unihudumie Mungu wangu. Nisije nikaja hapa nikaondoka bure. Utanihudumia na familia yangu, utabadilisha maisha yangu. Badilisha historia yangu, historia ya jamii yangu. Hakuja kuwa mwingine amewahi tokelezea akafanikiwa. Lakini ninajua ya kwamba umeniinua. Umeniinua kwa wakati huu kama Esther. At such a time as this, you are raised a remnant of God. Tunakuinua, tunakuabudu Bwana. Asante kwa sababu wewe ni Mungu. Asante kwa sababu utahudumia huyu mama. Utahudumia huyu mbaba. Kuna madhabahu yamekuwa yakiinuka. Kuna misauti zimekuwa zikitokea usiku wakilala. Wengine wetu wana ndoto mbaya, hawalali usiku kwa sababu ya madhabahu yaliyoinuliwa na mababu zao. Kila kizuizi Bwana, katika hii wiki tunaikemea katika jina la Yesu Kristo. Naachilia roho wa Bwana. And it will never be the same again. Because of the Spirit of God. Because of the anointing of the Lord. The Bible says in the book of Isaiah chapter 61, the Spirit of the Lord is upon me. He has anointed me for this season to break the yoke of every bondage in the name of Jesus. Father, we give you praise. We give you glory. Thank you, blessed name. In Jesus' name. Amen. Father, we pray that in this week,
We may have an appointment with you. Thank you, Lord. Thank you, my God. Wewe ni Bwana. Because you are a destiny changer. Asante Father. You will change somebody's destiny. Utabadilisha hatima ya mtu. Kuna mtu atapokea muujiza wake. Kwa sababu wiki hii tuko na appointment na wewe. Utakutana na mahitaji yetu. Kile ambacho kimetusumbua tutaleta mbele zako. Mbele zako kuna usaidizi. Mbele zako kuna uponyaji. Mbele zako kuna kufunguliwa. Mbele zako kuna kuinuliwa Bwana. Receive all the glory, all the honor, and all the praise, Lord. In Jesus' name. Amen. Thank you, Jesus. We shall continue from there. I want you to raise up your expectation. Hautabaki jinsi ulivyokuwa kwa sababu hiyo ndio Mungu aliniitia. Hatubahatishi. Mungu aliniokoa nikiwa msichana mdogo. Ninajua ninachoongea. Pengine unanijua kama mwimbaji. Hiyo ni Mungu amenipea ili uweze kunijua. Chenye Mungu aliniitia ninaijua. Sibahatishi. Sibahatishi. Kama ulikuja kusikiza uimbaji ni poa. Mungu alinipea hiyo ndio ukuje. Lakini kile ambacho unaweza ukadance, utatoka na shida zako. Usikubali kuja katika nyumba ya Bwana, katika revival hizi, ukarudi na ile shida. Usikubali kuendelea hiyo miezi mingine na hivyo vizuizi. Every barricade, limitation, everything that the enemy has put on our way has to give up in the name of Jesus. God bless you.